tunakumbusha wananchi wote kwamba tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa na chanzo cha chuki au migawanyiko. Maandamano na vurugu usiku na baada ya uchaguzi visipewe nafasi, kwa sababu amani ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tusicheze katika nchi yetu ya Tanzania. Viongozi hivyo tunawasihi viongozi wa vyama vya siasa waonyeshe mfano wa uvumilivu na hata kuheshimiana katika kampeni zao kuelekea uchaguzi mkuu. Jambo lingine ni wito kwa viongozi na tume ya uchaguzi. Tunatoa rai kwamba tume huru ya uchaguzi au INEC kuhakikisha kwamba uchaguzi unatakiwa uwe huru, wa haki na wa kuaminika. Pia tunaomba vyombo vya usalama, vyombo vya usalama kuzingatia utu, sheria na haki za binadamu wakati wa kutekeleza majukumu yao. Lakini pia viongozi wa kisiasa kuongoza kampeni zao kwa amani, sera na hoja za kistaarabu. Nawaomba sana muendelee kutangaza amani, amani, amani. Na kipindi hiki cha uchaguzi ni muhimu sana kuitangaza amani, kwa sababu vijana wetu wengi wana mihemko, na hii ni kutokana na mmomonyoko wa maadili ambao taifa letu lilikumba kwa vijana wetu. Kwa hiyo sisi kama viongozi, lakini kama wazazi, tunawaomba sana au niwaombe sana wazazi, tuongee na vijana wetu. Tumekuwa na majukumu mengi kiasi kwamba kuna upande mmoja tunajisahau kuongea na vijana. Kwa hiyo nawaomba kwa kipindi hiki tuongeze nguvu zaidi, tuongee na vijana wetu, waache kulipuka kutokana na maneno ya kwenye mitandao ambayo yanaendelea. Sisi tukiongea na vijana wetu, amani itapatikana zaidi, kwa sababu ni vijana ambao tunakaa nao nyumbani, tunaishi nao, lakini wanahitaji sana kuongozwa ili tuzidi kuipata amani. Kuwepo na hofu kwa sababu ya uchaguzi sio jambo baya, ni jambo la kawaida la kimhemuko la kibinadamu. Shida iliyopo ni namna gani tunajibu hofu zetu wakati huo. Na niwakumbusha ndugu zangu viongozi wa dini, kwa sababu nyinyi ni viongozi wa dini, silaha moja anayotumia shetani katika kazi zake ni kutia hofu. Ndio silaha moja kubwa sana anayotia shetani. Hivi sasa ukisema hali sio shwari, mkumbuke yule kijana wangu jana. Kwa hiyo unafanyaje? Tukimbie sasa tuondoke Tanzania? Kinachotukimbiza sasa hivi ni nini? Hivi sasa hivi tukitoka hapo nje ukisema hali sio shwari, sio shwari wapi? Kinachoweza kukimbiza, kinaweza kukutia hofu ni nini? Tatizo lililopo tulilonalo ni namna gani ya kujibu taharuki au tension ambayo inatokana na uhalisia kwamba tuko katika nyakati za uchaguzi. Sasa nikitoa mfano mwingine tena, ni kama katika ndoa, watu wawili tu wakishaungana, kunakuwa na wakati mwingine kunakuwa na misuguano na migongano, si ndio? Kutokuelewana sio jambo baya, kwa sababu watu wameumbwa tofauti na watu wana mawazo tofauti, tunaona vitu kwa namna tofauti. Shida iko tunapokuwa tumeshindwa kuelewana, tunachukua hatua gani? Sasa mume mjinga, mke mjinga, kukiona kutokuelewana, anachukua jiwe anarusha kwenye TV anaivunja, anachukua jiwe anarusha kwenye gari analivunja. Faida ya nani? Sasa tunaweza tukaamua tutoke katika tofauti zetu, tuliache jambo hili lipite kwa salama. Zile tunazoziona ni tofauti, wanandoa werevu uketi na kuzungumza kwamba jamani, kweli tumepita katika hili, lakini kulikuwa na mapungufu 1, 2, 3, hebu tuyarekebishe. Hiyo ndio hekima. Tukiamua kurusha mawe tutakaa wapi? Tukishaivunja nyumba na vioo vimevunjika na viti vimevunjika na TV zimeharibika, tutaangalia nini tena baada ya hapo? Sasa uchaguzi ni wetu kuamua kuwa watu wenye hekima, kwamba tuyachukulie haya kama ni mambo ya kawaida ya kimchakato, kwa sababu sisi ni binadamu na tumeumbwa tofauti, na uzuri wa Mungu ametuumba tofauti na anayadhihirisha hayo kwenye kila kitu.
Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET number REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.